kasumba yetu na desturi yetu ndio tunaanza na neno haswa kama hivi ambavyo tumehubiriwa na mtumishi wa Mungu hapa Bishop Magdalena. Sababu si wote tumekuja tunahitaji tu kufikishiwa ujumbe au kuhudumiwa. Kuna wengine wanataka kujifunza neno, yani wajue neno, kwa sababu ndio msingi wa maisha. Watu wengi wametapeliwa kwenye imani kwa sababu ya kutokuwa na uelewa mzuri kuhusu neno la Mungu. Yani anachoambiwa anaelewa. Na imefika wakati kuna watumishi sasa wamechukua nafasi ya uganga wa kienyeji kwenye madhabahu. Na ile imekuwa ni inasumbua maisha ya watu. Kristo unatukanwa, watumishi wanatukanwa. Yani inakuwa shida kubwa. Yani imefika wakati ukisikiliza maneno ya watumishi wa Mungu alafu ukasikiliza na maneno ya waganga wa kienyeji ni kama yanafanana. Ni kama yanafanana kabisa. Na ufikishaji pia wa ujumbe umekuwa unafuata dunia ilivyo, haufuati elimu ya kiungu. Sasa tukiachilia mbali kansa, pressure, sukari, figo na bandama kuharibika na nini, kuna msingi wa neno ambao lazima neno liishi. Alafu mambo mengine yafuate. Haleluya. Amen, amen. Na mtu akijengwa kwenye neno anakuwa huru sana. Anakuwa huru kweli kweli. Amina. Leo tumeambiwa habari za Daudi, tunaambiwa habari za ni binadamu waliishi. Haleluya. Amen. Ni binadamu waliishi na waliishi maisha kama haya kwa nyakati zile, hata kama miji haikuwa mingi. Tunaweza tukakuta hata nchi zilikuwa ni chache, sio kama leo tuna mataifa mengi kabisa. Sasa kuna mataifa yalikuwa machache. Nilikuwa nikiwa nasoma elimu yangu ya theolojia, nilikuwa najaribu kuangalia ile nchi ya kwanza duniani, ndio ambayo dunia nzima ilisomeka nchi ya kwanza, ikaja nchi ya pili ndio Waturuki wale. Zikaja nchi zilizofuata za Wagiriki, zikaja hizo zingine zilizoanza kugawanywa kama mabara, kama majimbo kule Asia, ambako kulikuwa kuna muunganiko wa Philippines, kuna Chinese, kuna Indians, hao wote ilikuwa ni kama taifa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asa nchi hazikuwa nyingi, wala Tanzania haikuwepo, wala kacha ya Tanzania haikuwepo kabisa. Kwa sababu dunia ilipoanzia ni mahali ambapo hapana akili ya kawaida kujua. Yani ujue kabla ya nchi hii, kwa mfano ukiangalia nchi kama hii ya kwetu Tanzania, ndio theolojia ukirudi nyuma miaka 300 haikuwepo kabisa. Miaka 300 Tanzania haikuwepo. Miaka 300 na kitu na 37 Uganda, Nigeria ndio zilianza. Nigeria toka kule wanaita Cote d'Ivoire, Ivory Coast, kuja Mali. Hizo ndio nchi ambazo zilitokana na jangwa. Wale walikuwa ndio wale ambao walisambaa kuja nchini huku wakiwa wametoka kwenye lile kabila la Wayahudi waliokuwa wamejigawa, wamegoma kusoma kule Yerusalemu. Na walikuwepo wakawa wamekimbia baada ya ile kulikuwa kumekatana mataifa. Unajua wakati Yakobo amezaa, kuna mtoto wake wa 4 alikuwa anaitwa Yuda. Yule Yuda ndo aliyezaa Wayahudi. Na Yuda alipokuwa ameingia ule ufalme, yeye ndio baba halisi wa wakina Daudi, na dini aliyokuwa anaiongoza yeye. Yani ule uzao wa Yakobo wa 4 ndio umetengeneza mfumo wa imani. Yes. Kama hamjawahi kujua hiyo kitu. Yani yule Yuda ndio aliyetengeneza imani. Juzi mama alikuwa anahubiri hapa kuhusu Simeoni na Lawi. Nilikuwa natamani niivae maiki kwa sababu mimi ile ndio shule yangu. Amen. Wakati Yakobo anatoa laana kwa Simeoni na Lawi, lakini Mungu alikuwa anatangaza baraka kwa Simeoni na Lawi, kwa sababu Walawi wote walizaliwa kutoka kwa Lawi aliyelaaniwa na Yakobo. Kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yani Yakobo anajaribu kuona kwamba hawa panga zao ni kali, hasira zao ni kali, wamemuua mtoto, lakini kwenye halisi ya maisha tulionayo leo sisi, ukiangalia wamekuja tu watu wasio wa dini yako, dhehebu jingine, alafu wakamchukua mtoto wenu wa kike, mdogo wenu wa kike, na ninyi ni majiant, mko hapo mna vifua miraba 8, alafu wakaja wakakachukua kasichana kenu kamwisho, alafu wakakabaka, kwa sababu yule kijana alikabaka kale kasichana. Kalitoka kakautembelee mji wakiwa wageni. Yule Dina alipokuwa na uzungukia ule mji kama mgeni, aone soko liko wapi ili akitumwa akimbie, aone maji yanachotwa wapi. Alipotoka ndo akakutana na kijana, mtoto wa mfalme wa mji ule. Yule mtoto wa mfalme alivyomuona yule Dina,
akampenda mara moja, kwa sababu Waebrania walikuwa ni wazuri, alafu walikuwa na upako na wana kibali. Kwa hiyo akawa na mvuto kwa yule, na yule kijana akagundua kwamba kwenye nchi yetu nzima hatujawahi kuwa na msichana kama huyu, na mimi ndio mtoto wa chifu. Ni kama leo mtoto wa rais wa nchi yoyote kati ya Kenya, Uganda, Tanzania ampende binti wa mtaani, alafu amchukue kinyume na utaratibu. Na wale kaka zake walikuwa wametoka kwa ajili ya kwenda kufanya machungo. Waliporudi ndio wakakuta kwamba binti yao hayupo. Wakalala siku ya kwanza kwa mawazo mengi. Siku ya pili walikuwa kwenye shida kubwa. Ndio akatokea baba yule mfalme akitembelea hii familia ya wageni. Akamwambia, nimekuja, niko na kijana wangu huyu, amempenda binti yenu, kamchukua tangu jana. Sasa sheria tuliyokuja nayo ni moja. Tumeamua tuvunje ile miiko ya nyinyi kuwa hivi na kabila lenu na maisha yenu na sisi kuwa hivi. Kwa sababu tu ya thamani ya binti yenu, vile ambavyo amempendeza mtoto wangu. Tumekuja ili nyinyi sasa tuwape go ahead, na nyinyi mkitaka muoe kwetu, na sisi sasa ndo tumeanzisha mahusiano na nyinyi, lakini binti yenu huyu akakae na mtoto wangu. Imagine, hawajaleta mahali. Wamekuja tu kutoa breakthrough kwamba sasa na nyinyi mkipenda wa kwetu muoe, kwa sababu huyu kao mtamu sana kwetu. Wale vijana wakasikiliza wale maneno, walipoyasikiliza wakakaa kimya. Yakobo akatumia hekima, kwa sababu mtu yote akiwa ugenini lazima awe mnyenyekevu na mwoga. Alafu alijua yeye ana agano na Mungu, hawezi kuharibikiwa. Na alijua ataishi nchi hizo za ugeni kama baba yake Ibrahim kabisa. Yakobo alikaa kimya kabisa. Akasema sawa, sasa haya tunaweza kuyazungumza. Wale vijana wakaitana kando. Wakasema mzee ameshajichanganya. Na Mungu haishi kwa mtu mpaka mwisho. Wakati mwingine Mungu anatembea, atakaa kwa huyu. Sisi tuna baba zetu wameipokea imani na wengine wamelala katika haki. Haina maana kwamba mpaka wanaenda kaburini walikuwa na ile nguvu ya upako ule. Hapana. Mungu anatumia generation. Sema haleluya. Ndio maana mimi leo niko hapa nilivyo. Pengine nisingependeza sana kwenye madhehebu makubwa kuwa mchungaji. Kwa sababu ya maisha yangu kama hivi, unaona niko na chata kibao mwilini, nisingekuwa mchungaji kwa kacha. Lakini Mungu anaishi kwenye roho, na Mungu ni generation. Kizazi, Mungu ana shift kizazi kwa kizazi. Ndio maana leo ukiona kuna kizazi kinapita kila mtaa kinaweza kuzungumza namna fulani, lazima mawazo yale yachukuliwe. Kwa sababu ni kizazi ambacho kinaendelea kugenerate maisha mengine. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tunaweza kusema Simeoni na Lawi walikuwa ni Gen Z wale. Kabisa. Ndio maana Biblia inasema wao waliakti kama wameelewa. Mfalme akafanya mapatano na baba yao. Alipoondoka na Dina hawajamuona. Dina imagine amejeruhiwa sehemu zake za siri. Anatokwa damu na ana maumivu makali. Kwa sababu alikuwa bikira yule binti. Amepumzishwa kule kwenye chumba. Haoni baba yake, haoni mama yake. Sio kitu cha kawaida kabisa. Biblia huwezi kuisoma katika hali flat namna ile. Alikuwa binti kwenye maumivu makali, ametulia kwenye nyumba yao. Nyumba ambayo si ya kwao. Amezamishwa pale, ni kama mateka. Alafu ghafla akaona brothers wale kaka wawili wamevamia ile nyumba kabisa na panga zao. Wakaanza kuua kila aliyo ndani, na huko wanakagua vyumba. Wanamtafuta Dina. Wanaua, wamekata panga baba wa mji, wanamtafuta mdogo wao Dina. Na agizo la Israeli leo, hata kama Muisraeli amefia Tanzania, atafatwa kwa gharama zozote. Kuna Waisraeli walidondoka Uganda pale, walifatwa kwa gharama zozote. Na wale Simeoni na Lawi waliinua panga zao kwa ajili ya operation ya kumtafuta Dina arudi kwenye himaya yao. Haijalishi anavuja damu kiasi gani, lakini lazima heshima irudi kwenye nyumba yao. Watu wengi wamekuwa maskini kwa ajili ya kugawa haki zao. Lakini ni maombi yangu na dua mchana huu wa leo, kila mwenye heshima atakufa na heshima yake. Wala hatutaondolewa haki zetu, hatutadharaulika kwa kukosa fedha, hatutadharaulika kwa kukosa majengo, lakini lazima tufe na heshima zetu. Maana leo unaona mwanaume yote akiachwa na mke kwa sababu hana hela, anakuwa kwenye maumivu makali sana. Muda ule hawazi kupata hela, anawaza kwamba mke wangu analalwa sahi na mwanaume mwingine mwenye uwezo. Ni vitu vigumu sana. Dina yuko kwenye nyumba ya mfalme. Amelelewa, amezaliwa, amekuwa. Simeoni na Lawi wakasema sisi tunaitetea damu yetu kabisa.
sisi tunaitetea damu yetu kabisa, tunaitetea neema ya Israeli kabisa. Haitawezekana abaki kwa Wafilisti na awe salama. Ndio. Wakafuata wakachinja watu wote. Yes. Alafu wakarudi na Dina begani. Amina. Anatoka damu lakini yuko kwenye bega la kaka zake. Anarudi kwenye mji wao yuko kwenye mabega ya kaka zake. Heshima ya Israeli lazima irejee. Ndio maana leo kuna watu wanapiga kelele kwa sababu ya kurejesha heshima. Amina. Yes. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Injili ya Bwana isipogusa nyumba yako, isipogusa familia yako, haina faida kabisa. Tunaikimbilia injili sio kwa sababu tu tuokoke, hapana, kwa sababu tuwe huru na maisha yetu binafsi. Amen. Ndio faida ya injili ya Yesu Kristo. Amina, amina. Kwa Bwana makofi na vigelegele. Amen. Sasa nilimpenda sana Simeoni na Lawi. Yeah. Ndio maana unaona mbele kule, unaona kule mbele anazaa Lawi anazaa mwana wa kwanza anaitwa Kohathi. Yes, Kohathi. Haleluya. Mtoto wake wa kwanza anaitwa Kohathi, Lawi. Alipomzaa Kohathi, huyo Kohathi akaanza kuzaa makuhani. Au makuhani wote unaosikia wachungaji, wote wamezaliwa na Kohathi. Na mtoto wake wa pili akawa anaitwa Merari. Merari yeye ndio akawa amemzaa Mali, firstborn wake anaitwa Mali. Alafu akamzaa firstborn wa pili, secondborn wa pili akaitwa Mushi. Na hao ndio waliokamatwa na Yeroboamu mfalme. Akasema nyinyi lazima tusirudi kuabudu Israeli. Sisi lazima tuabudu mji wa Daudi. Na walipoona vita imeinuka ndo akakimbia yule Yeroboamu, akashuka kuja katika ukanda ule wa Iraki. Akakaa na wale watoto. Ndo hawa unaona wakawa wameitwa Wameru. Haleluya. Walitekwa nyara kule na Yeroboamu. Aliposhuka nao ndo walikuja na ule ukanda wa Cote d'Ivoire kule Ivory Coast, Mali, wakashuka namna ile. Alafu wengine wakasambaa ndo wakaja kutokea hii milima ya Meru hapa Kilimanjaro. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana unapata wakina Yesu na Maria, wakina Mushi na Maria, wao huko wanaita Maria. Hawa wote ni uzao wa Yeroboamu. Mpe Bwana makofi na vigelegele. Sasa kuna theology ambayo lazima ifunue ukweli. Ukiona Mchaga anampenda sana Mungu usiwe na maswali kabisa. Kuna watu wamejiita Wamburu pale wa Iraki, wale walisafirishwa. Ukienda Israeli na Nigeria, kanisa kabila kubwa sana wanaitwa Wayerubu. Ndio kanisa kabila kubwa Nigeria. Hao wote walikuwa ni Wayeroboamu kabisa. Ndio maana unaweza ukaona miaka kama 73 kuanzia sasa kurudi nyuma, Nigeria ilikuwa ni Islamic countries. Na walikuwa na 95% Islamic. Alafu 5% ilikuwa ni Christians. Alafu Mungu akaifuata ile layer ya Wayerubu pale waliokuwepo pale. Akainua kile kizazi kwa kasi. Wakatengeneza wachache filamu za kuambatanisha kama kuna wachawi. Alafu kuna mtumishi mmoja anaweza kuwa ni mchungaji amevaa kola, akadondosha wachawi wote. Watu wakazifuata zile move. Wakafikiri Nigeria kuna uchawi mkubwa. Kumbe zilikuwa zimetengenezwa tamthilia ili waweze kuinua Christians. Bwana makofi na vigelegele. Na ndipo Ukristo ukaanza kuinuka. Hawa mitume unaowaona leo na manabii, ile apostolic column wote wameinukia pale Nigeria. Ndio Mungu akaachilia uvuvio wa ishara na miujiza. Leo Nigeria na kueleza wazi wazi, hata ukifanya tathmini sasa hivi Christians ni 75%. Toka 5%. Leo ni 75%. Kwa sababu ya ile network. Ndio hiyo unaona imedondoka ukanda ule wa Kilimanjaro. Hata ile ardhi, ukiangalia ardhi ya Kilimanjaro, ukiangalia ardhi ya Arusha, alafu ukaenda namna ile, utakuta ndo ardhi ambayo Mungu ameivuvia vitu fulani. Amen. Lakini nasema kwa sababu ya ile kacha. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Sasa hivi vitu ukivijua, utaiona miungu ambayo unapaswa kuikimbilia. Utamuona Kristo ndani. Haleluya. Wale wamejiita Wamburu, wale ni Wairaki, wa Manyara, wale ni Manyara, walitekwa nyara kutoka Israeli. Alafu ndio wakashushwa Iraki. Ndio hao unaona wamesambaa huku. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi namshukuru Mungu kwa ajili ya pastors ambao nimeona wametulia kwenye viti hapa. Leo nataka kufundisha kitu. Nilikuwa redioni pale na watumishi wa Mungu na niliwaacha kipindi kile kikiendelea. Nilitaka nizungumzie kama mtume ninasikia kuyazungumza majira. Majira haya yameonekana yana mashaka kwa wanadamu. Na yana mashaka kwa mtu yote mwenye akili timamu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa haya nataka nikupe ni kuarati kwamba ni majira ya Mungu halisi.
Amen. Yani yasikutishe kwa jiografia yoyote Kabisa. Lakini lazima uchukue tahadhari ya neno la Mungu. Naam. Kwa sababu ukitaka kuangalia nyakati zile, kuna mji mmoja ulikuwa unaitwa Shishani. Sema amen. Katika kule Israeli, na alikuwepo chifu mmoja alikuwa anaitwa Asuero. Na yeye alikuwa ni chifu hai kabisa ambaye alikuwa amekubalika kwenye ile season. Yes. Ukiachilia mbali wakina Kaisari ambao walikuja kuwa miungu watu katika nafasi zao, wakati kuna wakina Herode Antipa. Nataka tu kusema kwamba yule mfalme Asuero alikuwa kwenye mji unaitwa nini? Shishani. Na ule mji ulikuwa ni mji uliobarikiwa, watu wengi waliukimbilia. Hata Wayahudi walikimbia wakakaa pale na wakatunza maisha yao, wakapata vibarua vya mashamba na kadhalika. Ilikuwa ni green, yani ilikuwa ni mji ambao unamea mazao mazuri. Na mfalme yule mnafahamu kabisa alikuwa na dada mmoja malkia alimpata anaitwa Vashti. Lakini Vashti akaja naye akawa kwenye level fulani hivi. Ndio hapo unaona kama ile ndoa ilileta shida, ikakorrupt kidogo. Ukapatikana mpenyo wa kuingia Myahudi ambaye alikuwa na warning kukaa pale. Anaitwa Esther. Sasa zile harakati sitaki kuzieleza ambazo zilimfanya Esther. Mimi somo langu nataka niseme ni kuinuliwa. Amen. Yani nilizungumza hata jana, somo langu ni kuinuliwa. Unajua utainuliwa katika mazingira gani? Lazima Mungu akikumention kukuinua, anakuinua kwenye mazingira magumu. Kabisa. Mazingira ambayo mbele yanakuonyesha umauti, nyuma yanakuonyesha mlango uliofungwa. Yani kwenye hali ya amani, kwenye hali ya furaha, Mungu hana time ya kukuinua wewe. Kwenye hali ya furaha, Mungu hana muda wa kuanza kupambania maisha yako. Mungu anataka awe Mungu wakati unapita kwenye mambo magumu. Wakati umedhulumiwa, wakati umekataliwa, wakati unadhiakiwa, ndio muda Mungu anaweza akakuvisti kwa ajili ya kufanya jambo. Sasa ule mji wa Shishani ndio wakati ambao Mungu alitaka utembelee. Uliandikwa waraka na mtu mmoja alikuwa anaitwa Haman. Jina la Bwana libarikiwe. Yeye alikuwa ni jemedari mkuu pale, yani kama mkuu wa majeshi. Anaweza kuwa kama waziri mkuu au akawa kama mkuu wa majeshi au waziri wa hivyo. Yani ndivyo ilivyokuwa. Sasa yule Haman alikuwa ana uhakika wa sheria, kutunga sheria, na zikaingia kwa kiongozi wake mkuu ambaye alikuwa anaitwa nani? Asuero. Haleluya. Akatengeneza sheria zake nzuri, na alipotengeneza zile sheria alikuwa amewachukia watu fulani. Lakini wakati huo kulikuwa kuna mzee mmoja, mtu mzima kidogo, alikuwa anakaribiana umri na yule chifu, alikuwa anaitwa Mordekai. Yeye alikuwa pia ni Myahudi na kabila lake walikuwa wamekimbilia pale wengi kama wakimbizi. Unanisikia vizuri mzee Raymond? Najua wewe unafuatilia sana mambo haya. Jina la Bwana alibariki. Hebu mpe Bwana makofi kwa ajili ya mzee Raymond. Achaneni na mama Veda, aje mfuatilieni mzee Raymond. Bwana asifiwe sana. Sasa wakati jiografia ile imekwenda namna ile, kuna wingu lilijitokeza la uharibifu mkubwa sana. Kwa sababu uharibifu unaanzia kwenye taarifa. Yani jambo lolote ambalo limekuja likaharibu au likapoteza uhai wa mtu au watu, huwa linaanzia kwenye taarifa. Yani adui haji, na Yesu alijaribu kuzungumza kwamba mwizi haji kwa sababu ya kujenga. Kwanza pana information zinaanza kutokea, alafu ndipo sasa watu wanatembea na zile sauti. Na ukiangalia hata kwenye kuiadapt imani, wanasema imani chanzo chake ni nini? Ni kusikia. Yani maana yake ni information. Kusikia, yani unasikia taarifa. Haleluya. Ndipo imani inapoanzia. Lakini inagawanyika kwamba kusikia kwingine huja kwa neno la Kristo au vitu vingine. Unaweza ukasikia mambo mabaya ukapokea mambo mabaya, ukayaishi mambo mabaya. Lakini unaweza ukasikia mambo mazuri nayo ukayaishi, ukapokea maisha mazuri. Bwana asifiwe sana. Asa information au taarifa. Hapo ndipo panazuka vituko vingi sana huwa vinatokea. Unaweza ukaanza kusikia mtoto wako ana shida hii, we hujui, lakini mtaani wanakuambia. Ukasikia kijana wako ameanza uwizi, we ukaona kama hapana, ni mtoto sana, umemlea vizuri. Ukasikia mtoto wako kama anajigeuza mfumo wa maumbile hivi, we ukaona kama hapana, majirani wanachuki na mimi na yani hivyo vitu vinaanzaga kama taarifa, lakini baadaye vina create jambo gumu sana ambalo linaweza likakulaza macho. Jina la Bwana libarikiwe. Linaweza likakulaza macho. Sasa kwenye darasa hili mimi si mhubiri, lakini nataka nikae kwenye shule kwa sababu mama ameshahubiri. Haleluya. Sasa katika ule mji kulitokea taarifa
Bwana mmoja huyo ambaye alijiona kama Mungu mtu kabla ya mfalme na alikuwa ni assistant kwa mfalme, yeye alikuwa amejiweka kwenye nafasi fulani hivi ya kwamba anaweza kufanya chochote, lakini tunamuona yule mzee mtu mzima Mordekai, yeye kwenye ile familia kwenye ule ufalme alikuwa amepata kama kibarua kuwa watchman au kuwa mlinzi wa geti, lakini pia alikuwa anaweza kama in charge wa security guard na utuzimu wake kuwaweka wengine kwenye hiyo OB wakifuatilia vitu fulani, huyu anaingia saa fulani kutoka saa fulani, kubadilishana katika hilo lindo la lango la mkuu wa nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Huyo Mordekai alikuwa amepata wadhifa mkubwa, si kwa sababu ya kabila lake. Ilikuwa ni kwa sababu ya kibarua kilichokuwepo. Kabila lake lilikuwa halipendezi kwa watu wa nchi hiyo ya Shushani, lakini juhudi yake na kazi yake ilikuwa inavutia kuweka usalama katika nyumba ya mfalme. Ndio hapo unaona akatokea mwingine naye akawa anasimama kama kiongozi mkuu. Unaona kwamba Hamani yeye alikuwa anasimamia zoni yote. Ndio. Yani akitoka rais anafuatia Hamani. Ndio. Alafu Mordekai yeye alikuwa kama mlinzi tu katika hiyo nyumba. Bwana asifiwe. Asa mazingira yaliyotengenezwa pale, yule Hamani alikuwa hawapendi kabisa Wayahudi. Alikuwa hawapendi kabisa. Sasa basi huyu Hamani alikuwa ametengeneza hali ya kubadilika, lakini yalikuwa ni majira. Pointi yangu iko hapo. Yalikuwa ni majira. Mungu lazima ruhusu nyakati za aina zote. Ziwepo nyakati za furaha na ziwepo nyakati mbaya. Hivi vitu vyote Mungu anaviruhusu na havipiti mahali popote, vinapita usoni kwako wewe ambaye umekusudiwa. Haijalishi una Mungu mkubwa kiwango gani, una Mungu dhaifu kiwango gani, au una madhaifu kiasi gani, lakini Mungu akitaka kubadilisha upepo na kuleta heshima kubwa kwenye maisha yako, lazima kuna vitu viharibike. Lazima kuna vitu viharibike. Kuna mtu amefilisika anafikiri kwa sababu tu ni shetani. Kama Mungu ameona kufilisika kule, basi kuna neema ya kuheshimika kuwa tajiri wa ajabu muda ujao. Biblia inatueleza kwamba huyo Hamani aliweka sheria nyingi na akaenda kumshawishi kiongozi wa nchi, akaandika waraka kuhusu Wayahudi wapate dhoruba kubwa na waondoke katika ile nchi, na wasiondoke tu, wapewe vifungo, wengine wauawe. Na ule waraka ukasambaa sana, na yeye mwenyewe akaupeleka kila majimbo, akaamuru masekretari, akaamuru wale matalishi wote wasaidizi wa masekretari. Sekretari ni yule anayeprint, anakaa kwa ajili ya kuwajibisha jambo la ofisi kwenda ofisi ngazi kwenda ngazi. Huyo katikati hapo ni secretary anayekutanisha mtu na mtu mwingine katika uandishi. Lakini kuna wale matalishi ambao yeye ndo anabeba nyaraka, anakimbiza pale, anatoa pale, anakimbiza kule, anatoa kule. Yani wao ndio kama maroboti. Huyo ni talishi. Haleluya. Hao nao walikuwepo kwenye hilo taifa. Lakini Hamani akahakikisha kazi yake inaanzia kwa masekretari wale, akapeleka mpaka kwa hao wa kawaida, kwamba zisambae kila jimbo. Na hiyo kila jimbo lilipokea taarifa kwamba Myahudi hastahili kuwa salama kabisa. Hapo ndio nitaanzia taarifa zangu. Kila jimbo lilipokea waraka mzito likisema Myahudi hastahili kuwa salama. Sasa imagine wewe kwa jina lako na nyumba yako na watoto wako unaambiwa kwamba kuanzia sasa wewe si salama. Kwa hiyo hofu ikatanda kabisa. Wingu likawa zito sana katika ule mji wa Shushani. Watu wakawa hawana amani kabisa. Na kila mmoja akaanza kuisha na hisi kifo wakati wowote. Na waraka ulioletwa umetoka ngazi ya juu sana. Kwa hiyo hakuna namna ya kukwepa. Mipaka imefungwa. Hakuna namna ya kujiondoa eneo. Na ulishajizatiti kwa miaka kadhaa. Lakini unaambiwa kuna hatari ya kufa. Kwa hiyo watu walikuwa kwenye wingu zito sana na walimuhitaji Mungu kwa namna ya ajabu sana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Mordekai alikuwa na vikao vya ukabila. Kitu ambacho watu hawajawahi kujua. Sisi hapa tuna chama cha Wasukuma, kuna vyama vya Wachaga, kuna vyama vya nini. Sasa mwenyekiti wa kile chama alikuwa ni Mordekai, kwa sababu alionekana ana nafasi ya kuwa karibu na ikulu. Kwa hiyo wananzengo walimchagua awe yeye ndio mwenyekiti wa chama cha Wayahudi. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Unanielewa vizuri ninachosema? Akawa ni mwenyekiti wa nini? Chama cha Wayahudi.
wakienda kwenye vikao. Sasa Hamani alijua kwamba Mordekai anasimama hapa, lakini kule nje ana nguvu na kabila lake, na yeye anataka angamize kabila. Kwa hiyo akaanza kuandaa mitego kwa ajili ya kumwangamiza nani? Mordekai. Hamani alitengeneza mtego mzuri sana kwa ajili ya kumwangamiza Mordekai na timu yake. Yes. Na Mordekai aliposikia habari hiyo, Mordekai aligadhabika kabisa. Alisikia hofu kubwa. Aliacha kwanza lango lile la mfalme, akajiweka kando kwenye timu yake, akalalua mavazi. Yes. Akaona huu sio wakati tena wa kuwa salama kabisa. Huu sio wakati tena wa kunyamaza. Huu wakati manake kuna uzima na kuna mauti kabisa. Ndipo Mordekai akalalua mavazi. Yes. Akaamua kujiongea sasa, kutafuta nafasi kwa mfalme ili aweze kuzungumza naye. Yes. Aweze kueleza hali iliyokuwepo. Biblia inasema akampata kijana mmoja anaitwa Hathaki. Huyu Hathaki alikuwa ni wale ambao wanakuwa karibu na mfalme Esther. Hathaki yeye alikuwa karibu na Esther, kwa sababu Mordekai hakuwa na uwezo wa kuingia direct kwa mfalme ndani aliko Esther. Kwa hiyo yeye alikuwa na uwezo wa kukaa kwa Hathaki kabisa. Alipokuwa anaweza kumuona Hathaki, anamueleza kwamba nimekuja, niko hivi kwa sababu wingu limebadilika, hali ya nchi sio salama, ndio maana nimelalua haya mavazi, sihitaji usumati tena, na niko hapa si kwenye lindo langu. Nimekuja na agenda moja tu, ya kwamba nifikishie ujumbe huu kwamba sasa taa nyekundu kwa Wayahudi imewaka. Na hata binti yangu niliyemlea yuko ndani anakula mema ya nchi, lakini hata kuwa salama. Fikisheni taarifa kwamba huu muda tulalue mavazi, tuanze kurudi kwa Mungu wetu. Lakini Biblia inarudi nyuma, inasema kwamba yule bwana kiongozi aliyekuwa msaidizi wa mfalme anaitwa nani? Anaitwa Hathaki. Hamani. Yule Hamani alikuwa ni anafuatilia sana mpaka mifumo ya ibada. Kwa hiyo alikuwa amechungulia, akaona kwamba Mordekai wanapofanya ibada zao, yeye hashiriki vyema kwenye ibada zao kabisa. Wanaposema kuinama kumsujudia mfalme, Mordekai alikuwa na ganda juu. Kwa hiyo watumishi wengine na watendakazi wengine wakaanza kumfuata yule, wanamwambia Hamani kwamba hebu chunguza ibada za huyu mwenzetu Mordekai. Kwa nini ikifika wakati wa kusujudu kwa pamoja hasujudu? Kwa nini yeye anabaki wima? Ndipo kilifanya sasa aanze kufuatilia. Huyu Hamani akaanza kuangalia, anasema ngoja tuone na ibada ya kesho. Ibada ya kesho yake akaona wanainama, lakini Mordekai yeye anaangalia juu, anainua mikono yake juu, anamwabudu Mungu aliye juu. Wao wakiinama kusujudia miungu, Mordekai yeye anageuza macho yake anaenda juu. Lakini Mordekai alikuwa kwenye kusanyiko hilo la ibada. Tunaweza kukusanyika kwa ibada moja, lakini kila mmoja akawa anamwamini Mungu anayetoa majibu. Sema haleluya. Hiyo iliutifua moyo wa nani? Hamani. Na akajionea yale ambayo alisikia yanazungumzwa na wengine. Ndio maana sasa akaanza kuweka mitego kwa ajili ya Mordekai. Akatengeneza walaka, na ule walaka ulisambaa kama nilivyokwisha sema, na akawa anatafuta Mordekai. Lakini nini kilitokea? Mordekai akalalua mavazi. Akaenda kwenye lango, akazungumza na watumishi wa Esther. Walipozungumza nao, wakapeleka ujumbe. Esther akarudisha naye ujumbe. Yule Mordekai akasema, mwambie Esther asifanye masiara, ni siku zimeandaliwa za mwezi wa 12. Ukiona watu mwezi wa 12, shetani ndio muda huwa anaandaa mavuno kabisa. Wacha niwaambie kitu hiki cha ajabu. Kuanzia mwezi Novemba, 11, Oktoba, Novemba kuja Disemba, huwa ndio miezi ambayo shetani amewekaga mitego yake mikubwa kuzimu. Mlizoea kuona ajali zikifika Disemba, basi limeanguka, limeua wangapi, boti imefanyaje. Mnanielewa nyinyi wenye akili nyingi? Sasa nisikilizeni mtume hapa. Nataka niongee habari za ufalme. Amen. Nataka niseme na nyinyi habari za ufalme. Ule mji wa Shishani ulikuwa na taarifa kama ya sasa. Na wote walikuwa wamepokea waraka. Nyumba ile wanajua watakufa, nyumba ile wanajua watakufa, nyumba ile, lakini kwa Wayahudi peke yao. Na ukiangalia Hamani yeye alikuwa na furaha. Anajua nimewaweza. Hata alidiriki siku moja kwenda kuongea na mkewe.
Akamwambia sasa naenda kumaliza kazi ya Mordekai. Naam. Ukisoma sura ya 4 na ya 5 Esther na ya 6 utapata hii taarifa ninayokueleza ukiwa nyumbani. Tulia ujipe raha kufuatilia hapo, na hiyo kitabu itakuonyesha season tulionayo, alafu itakuonyesha wewe utatokaje ukiwa salama. Amina, amina. Nataka nikwambie wewe uliyekuja hapa utatoka ukiwa salama. Amina. Nakueleza hata kama wataruka juu wakashuka chini, wewe na Mungu wako utatoka ukiwa salama. Amina, amina. Mungu bado anayataka hayo magoti usiku yazungumze naye. Kwa hiyo atayalinda kwa gharama zote. Amina, amina. Na sio wewe peke yako, atalindwa mpaka wa nyumbani mwako. Kabisa. Ndio maana niko hapa kama mmoja wa mitume katika bara hili ili nikufikishie habari njema. Na kazi zako zitaendelea mbele. Amen. Kuna vitu vitaharibika lakini vya kwako vitasonga mbele. Amina, amina. Kuna maisha yataharibika lakini ya kwako yatatokea ng'ambo ya pili. Amina. Katika jina la Yesu. Sema haleluya. Amen, amen. Hamani akatoa story kwa mkewe, naona hata starehe siku hiyo ikawa ya burudani na maisha pale familia, akijua anaenda kumng'anga nani? Yule Mordekai. Mordekai yuko nyuma kishalalua mavazi, ameingiza taarifa kwa Esther. Walipokutana kikao, ndio uso kwa uso, mfalme Hamani na Mordekai. Ndio. Mfalme alikuwa ameshapewa warning kwamba kuna jambo linaendelea kati ya 1, 2, 3, na ule waraka uliandikwa na wewe. Akasema ule waraka urudi ni uangalie. Mkewe Esther Malikia mpya ameingia, anamwambia kulikoni? Sisi tunataka kuangamia na jamaa zangu. Na waraka umetoka kwa mtu fulani, ninaamini haujatoka kwako. Na ndivyo ilivyokuwa. Akasema waraka ule na utambua, lakini sijui uliandikwaje. Akasema uletwe. Ukaletwa, akausoma. Ndio. Kumbuka kuna mtu havai nguo tena. Kabisa. Kuna mtu yuko kwenye hali ya kudhalilika. Kabisa. Kuna mtu moyo wake hauna utulivu tena. Naam. Anamuona Mungu na anakiona kifo. Kabisa. Kuna mtu hayuko salama tena. Yes. Amelalua mavazi. Naam. Ndio maana Esther alipoambiwa toka nje umchungulie mjomba wako. Ndio. Alipochungulia alichokiona hakuamini, akarudi ndani haraka. Kabisa. Akasema nilizoea kumuona amevaa kanzu. Ndio. Nilizoea kumuona amevaa joho. Ndio. Lakini kuona utupu wake sikuwahi kuzoea. Kabisa. Mordekai akasema nimejiweka mtupu kwa sababu ishara zilizoko mbele yangu ni mbili. Unakuwa salama na heshima moja kwa moja, na unakufa tukarudi kwa baba moja kwa moja. Hiyo ndio ilimtifua Esther. Akaitisha msosi wa usiku, akamwalika mfalme. Walivyoenda, mfalme aliondoka na Hamani kama chifu protocol wake. Kabisa. Walipoingia pale, mdada yule akasema chakula changu mnakula, lakini huyu jamaa ametuandalia mambo magumu. Kabisa. Mfalme akainuka kukagua gadeni yake, hajasikiliza vizuri haya maneno. Dada akamsakama yule jamaa mbele ya protocol wengine. Akasema wewe unachotutengenezea sisi, Mungu wetu atasimama na kitarudi upande wako. Kabisa. Dada akakimbia ndani kwa uchungu akilia. Mfalme akiwa nje anakagua garden akasikia kile kilio. Akasema kulikoni, tumekuja kupata dina? Kwa nini namsikia Esther analia? Akachungulia kukimbia, akakuta yule jamaa kwa hofu Hamani amemkimbiza Esther kumuomba radhi mpaka chumbani, mpaka kitandani. Tena anaomba radhi maana anajua wala naipenda sana Biblia ya Mungu. Mfalme kwenda kuchungulia, akakuta Hamani amevuka maeneo. Ameingia kusiko stahili. Kabisa. Anaomba msamaha. Lakini mfalme hakujua kama anaomba msamaha. Aligundua kwamba huyu anataka kunipindua. Kabisa. Ndipo moja kwa moja mfalme akatoa agizo jingine. Na akasema kuna nini hapa? Alipopata maelezo mazuri, akasema namtaka Mordekai. Akasema Mordekai rudi hapa. Akamuuliza huyu aliyetaka kuvunja heshima. Akamwambia unataka nini kwenye mtu mwema akitendewa mema? Akasema mimi. Akajua ni yeye anataka kupandishwa cheo kingine. Akasema ili mtu atendewe mema anatakiwa avikwe majoho mazuri, avikwe na crown nzuri. Sikiliza, wakati wa shida Mungu atainua adui kuanza kutabiri maisha yako. Wakati wa shida Mungu atainua watu kusema habari zako. Usikiangalie kifo ukajua kinakuhusu. Kuna kifo kitakuja kwa sura ya kifo, lakini kitarudi mahali pengine ambapo kupatarajia. Kuna umaskini
sio wa kwako leo. Kuna madeni hayatakuwa ya kwako leo. Kuna kansa sio ya kwako leo. Kuna pressure sio ya kwako leo. Itakuja kama ni ya kwako, lakini itageuka kwenda eneo jingine. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Mfalme anamuuliza Hamani, wewe ungependa mtu mwema kabisa atendewe nini? Akasema avikwe nguo za heshima, ndio, apewe cheo, atafutiwe na barabara kuu zizuiwe watu wengine wasipite kabisa, apandishwe kwenye farasi, atembee kwenye mji mkuu Morogoro Road, apite watu wengine wote wamezuiwa, apewe heshima hiyo. Mfalme akamwambia, ulioyasema yote lisipungue hata moja. Naam. Mvike Mordekai wadhifa huo. Mordekai uliyekwenda kuandaa kitanzi kwa ajili ya kuondoa maisha yake. Ninakutabiria kama mmoja wa manabii katika bara hili, ya kwamba maisha yako yanakwenda kubadilika. Watu wamenena mabaya juu yako, lakini naona watakao nena kama malaika juu yako. Kuna unabii mkubwa unakuja kutokea kwenye kipindi hiki. Wakati wengine wanakiona kifo, wewe kuna unabii unakuja kwa ajili ya kuongeza maisha yako. Wakati wengine wanaona umauti, wewe naona utajiri na heshima. Kwenye mwezi huu wa 12 ndio mwezi wa wewe kuinuliwa. Kwa maana nikasema somo langu linasema huu ni wakati wako wa kuinuliwa. Wakati taifa linasheki, wakati watu wanatetemeka, lakini ndio wakati wako wa kuinuliwa. Wakati wengine wanatoa hukumu zao, wewe ndio wakati wako wa kuinuliwa. Wakati wengine wanaogopa kutembea, wewe ndio wakati wako wa kutembea. Wakati wengine wanaogopa kuuza, wewe ndio utakuwa wakati wako wa kuuza. Ninatabiri kwa neno la Bwana litokalo kwenye kitabu hiki, ya kwamba sasa huu ndio wakati wako. Huu ndio wakati wa watoto wako. Wale wote walioondolewa kwako, ninaona wakirejeshwa kwa jina la Yesu. Wale wote ulionyang'anywa mikononi mwako, huu ndio wakati wa kurejeshwa. Ni mwezi wa 12 ambao shetani ameandaa mauti, lakini naona ameandaa heshima kwako. Ni mwezi wa 12 ambao wengi wananoa visu vyao, lakini kwako naona zinaletwa mboga. Ni mwezi wa 12 ambao unalia kwa ajili ya watoto wako. Ninaona Bwana anarejesha uzao wako. Huu ndio wakati wa kukomboa uzao wako. Mwezi wa 12, wakati watu wanaona hatari, wakati watu wanaona kufeli, wewe ndio naona baraka zako. Inua mikono yako katika jina la Yesu. Nataka uzungumze na Jehova Shama. Nataka uzungumze na Bwana aliye hai. Nataka uzungumze na Mungu aliye hai. Huu ndio wakati wako. Hii ndio season yako. Haya ndio majira yako. Huu ndio wakati wako. Wamekuvunja moyo, imetosha. Wamekwambia ufai, imetosha. Wamesema utatembea, imetosha. Wamesema utabarikiwa, imetosha. Huu ndio wakati wako. Walikutenga na uzao wako, walikutenga na watoto wako. Ninaona wanarejea kwa kasi kubwa. Wakati wameandaa kitanzi chao, ninaona unaandaliwa farasi. Wakati wameandaa kamba ya kifungo, ninaona unatembea kwenye farasi. Sijaona gari lililokuja kwa ajili yako. Sijaona maisha yanayorudi kwa ajili yako. Ni kweli ulikuwa umeheshimika, ni kweli ulikuwa unakubalika, lakini ghafla upepo umebadilika. Nataka nikwambie kama nabii wa Bwana, ninauona upepo ukirejea leo mchana tena. Ninaona maisha yako yakirejea tena. Ninaona Bwana amekukumbuka tena. Huu ndio wakati wako wa kuinuliwa. Hautaishi maisha ya aibu tena. Hautaishi maisha ya kukataliwa tena. Waambie adui zako wakupe muda. Waambie adui zako wakupe muda. Waambie wakupe muda kidogo. Ndio wewe Mordekai uliandaliwa kitanzi. Ndio wewe Mordekai unapitishwa mjini. Ndio wewe Mordekai unatolewa foleni. Ndio wewe Mordekai wanaengua foleni. Rakosheketakalaba. Ni yeye yule aliandaliwa kifo. Ndio huyu ambaye ametengenezewa mji apite bila foleni. Ndio huyu aliyeelekezwa apite mji mkuu. Ndio huyu aliyeelekezwa apite mahali pazuri. Ni wewe uliyekuwa umeandaliwa kifo. Ndio wewe naona unakombolewa. Ni wewe. Disemba hii, Disemba hii, Disemba hii nasema itakuwa baraka. Wacha Mungu aifanye kazi yake. Wacha Bwana aitende kazi yake.
yake. Ninatangaza kama nabii wa haki, ninatangaza kama nabii wa kweli, ninatangaza kama nabii wa amani. Jesus Power Tanzania, ninaiona baraka na neema wakati watu wanaruga tofauti, wakati wingu linasema tofauti. Jesus Power Miracle Church inasema Mungu anaishi Tanzania, Mungu ataitetea Tanzania, Mungu atawabariki watu wake Tanzania, Mungu atabariki kazi zake Tanzania, Mungu ataitetea taifa lake Tanzania. Wakati watu wanaona mawimbi, ninaona Bwana anaitengeneza Tanzania. Wakati watu wanaona vifo, wengine wamekata tamaa kuomba, ndio wakati Bwana anakuja Tanzania. Bwana anakuja Tanzania, Mungu anasimama Tanzania. Rakojeketekele masa lipasaka yana masaka lekoteke na masakateya rimandarabose ketakapa. Jesus, Jesus, my God, my Lord, 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 my God, my Lord. Na wangu Go Ramosea. Ni kweli wanaona kifo, ni kweli wanaona mauti, Bwana, ni kweli kitanzi kimeandaliwa, lakini naona Mordekai aliyelalua mavazi anavikwa joho, aliyelalua mavazi anavikwa kilemba cha heshima, aliyekuwa amelalua mavazi anavikwa suti ya heshima, aliyekuwa amelalua mavazi anapewa usafiri wa heshima, aliyekuwa amelalua mavazi anaona ameaibika, ninaona sasa anavikwa heshima. Aliyedhani ametengwa na wazazi, nimeona anavikwa heshima. My God, my Lord. Anaulizwa adui anaulizwa, mtu mwema akitokea kwenye taifa tumfanyie nini? Anasema avikwe mavazi ya heshima, apandishwe kwenye farasi, atembezwe mji mkuu. Mtu mwema akitokea. Kumbe mtu mwema amelalua mavazi, familia imemterekeza, familia imemtupa mbali na wenzake. Angetamani ashauriane nao mambo ya msingi, angetamani wapeane maarifa juu ya maisha haya. Mtu mwema ametupwa mbali, ameandaliwa kitanzi na yamebaki masaa machache nyongwe, lakini mabadiliko yanatokea. Mtu mwema anainuliwa Disemba, mtu mwema anapandishwa mjini Disemba. Anasema apitishwe kwenye jiji kuu, apitishwe kwenye mji huu, apite wengine wakiwa wamewekwa pembeni. Anaambiwa kama ulivyonena wewe adui, kama ulivyonena wewe mwenye hila, ndivyo ukafanya yote kwa mtumishi Mordekai. Oh, ninamuona Mordekai mpya. Ninamuona Mordekai aliyekuwa mlinzi, aliyekuwa security guard, aliyetaka kuuawa katika hali ya umaskini, aliyetaka kuuawa katika hali ya uhitaji, aliyeandaliwa kifo wakati wa uhitaji. Ninaona akipandishwa daraja, leo anainuliwa Disemba. Anainuliwa Disemba, anainuliwa Disemba, anainuliwa Disemba. Mimi sitaki kujua tarehe, lakini naona Disemba wenye haki wanainuliwa. Ninamuona baba mmoja ana machozi kwa ajili ya ndoa yake, ana machozi na maumivu makali kwa ajili ya ndoa yake. Bwana ananiambia baba huyu ninakwenda kutengeneza maisha yake. Hii ni season yake. Ninamuona mama mmoja mwenye kilio cha muda mrefu kwa ajili ya uzao wake. Bwana ananiambia asiugue tena. Disemba ninafanya mabadiliko. Aliandaa kisu, aliandaa silaha, aliandaa mishale ya kummaliza mtu huyu. Ndio leo anayefanya mabadiliko ya kutangaza mbele ya mfalme maisha yako kuwa baraka. Adui yako anasurutishwa leo, anaandaa maisha yako kuwa baraka. My God, my Lord,
My God, my Lord. Kuna watu wamelalua mavazi, anaona umaskini wake, anayaona madeni yake, lakini Disemba hii ninayaona mabadiliko. My God, my Lord. My God, my Lord. My God, my Lord. Wangu Bwana wangu. My God, my Lord. Wangu Bwana wangu. Reke seke yama. Maikatala moseketa. Sekenda. Shikarabasata. Masaka. Ni kweli mabadiliko. Mji wa Shishani una hali mbaya. Taifa la Shishani lina hali mbaya. Wingu la Shishani limebadilika, linatangaza mauti. Wayahudi wanatishiwa maisha, na wengine wakaambiwa tutawachinja vichwa vyenu. Wengine wakaitisha conference, wakasema kwa ajili ya Wayahudi hawa, kwa ajili ya imani ya Wayahudi hawa, lazima tutawachinja vichwa, tutawachinja vichwa. Ninasema Mungu kama ishivyo, Wayahudi wanatoka salama, Wayahudi watatoka salama, Wayahudi watavikwa mataji, Wayahudi watavikwa baraka, Mayahudi watavikwa amani. Wayahudi wanaipenda nchi yao, Mayahudi wanaitaka nchi yao. My God, my Lord. Mungu wangu Bwana wangu. Jesus. Jesus. Ule wakati waliokusudia kukuua, ndo huo wakati Mungu anaenda kutokea. Ule wakati waliokutupia kusukari, wakakutupia na kansa, ule wakati ndio Mungu anaenda kukuheshimisha. Ule wakati uliokuwa na kliniki nyingi, ule wakati uliosimamishwa kazi, ule wakati uliodhulumiwa fedha, maandiko yanasema ndio ule mwezi wa 12. Naiona neema kubwa, ninaiona neema kubwa, ninaiona neema kubwa, ninaiona neema kubwa. Wamesema hawa ni Wayahudi, tutasimama tuwachinje. Hawa ni Wayahudi, tutawaua mchana kweupe, na hata wakitokeza tu tunawachinja Wayahudi. Myahudi hatokezi, Myahudi analiombea taifa. Myahudi asubiri kuvamiwa barabarani. Myahudi ategemei kuchinjwa. Myahudi analiweka wakfu taifa. Amen, amen. Jesus. Yes, Lord. Ni majira ya Myahudi. Amen. Ni mji wa Shushani ulikuwa na wakati mgumu sana. Kwa majira ya Disemba kuelekea Novemba kuelekea Disemba, ni mji wa Shushani ulikuwa umetangaziwa hatari. Na watchman mmoja anaitwa Mordekai, aliyekuwa kiongozi wa Wayahudi kwa season ile, akaelezwa maneno mazito. Kwa kuwa hakuabudu kama wao, alionekana ni mpinzani. Kwa kuwa hakusujudu kama wao, alionekana ni mpinzani. Maneno haya yachukue kwenye ufahamu wako. Ujue Daktari Joakim Peter Kimanza, mwanatheolojia wa kweli, anasema Myahudi atasalimika. Amen. Kila aliyepata ishara za uharibifu au kudhiakiwa, Novemba kwenda Disemba ndio wakati Mungu ananiambia anafanya operation yako. Amen, amen. Ni kweli majira yanaleta tafsiri tofauti na hali ya hatari. Sawa. Lakini mji wa Shushani, maandiko yanasema hata kitanzi cha kumnyonga Mordekai, ndio, na mti ulikuwa umeshaandaliwa mahali atakaponing'inizwa.
umbali mdogo tu kwenye kaya ya mfalme na mahali walipoandaliwa kunyongewa ni umbali mdogo sana wa mita kadhaa, ndipo lilipotoka tamko Mordekai avikwe heshima, avikwe joho, avikwe crown, apandishwe farasi kama mfalme, apite mjini. Kamata sadaka yako.